Chum TV. Furaha kiganjani. Mgombea urais wa Zanzibar kupitia chama cha ACT Wazalendo, Othman Masoud Othman, amesema tafiti zinazoonyesha eneo la Tundua, jimbo la Chonga, mkoa wa Kusini Pemba, lina kiwango kikubwa cha utajiri wa rasilimali ya gesi asilia na mafuta. Akizungumza katika viwanja vya Kumvini vilivyopo skuli ya Pujini, jimbo la Chonga, alipohutubia mkutano wa hadhara wa kampeni ya kinyang'anyiro cha urais wa Zanzibar katika uchaguzi wa Oktoba mwaka huu, Othman amesema tafiti hizo zinaonyesha kwamba gesi asilia iliyopo katika eneo hilo la Tandua ni trilioni 3.8, ambao ni utajiri mkubwa iwapo gesi hiyo na mafuta yatakayochimbwa na kuweza kunufaisha Zanzibar. Haiwezekani. Sasa huko ndio tulikofikishwa, na tukibaki huko maana yake wenyewe tumekubali kwamba tubaki katika umaskini huu, katikati ya utajiri huu ambao tunaueleza. Kwa sababu hii gesi imevumbuliwa zamani, mafuta yanajulikana zamani. Lakini ndugu zangu, siri ya kwa nini watu hawataki kuja kuchimba, hawataki kuja kuwekeza Zanzibar, mnaijua kwa sababu gani? Ni kwa sababu kuna mambo lazima wayapate. Haiwezekani mtu aje awekeze mabilioni ya pesa kuichimba mafuta au gesi iliyoko huko kwenye hivyo vitalu nilivyovitaja. Ni lazima uende chini ya bahari mita angalau 2300. Tumefahamiana? Yaani uende chini ndani ya bahari kilomita karibu 2 ndio ukutane na hiyo ardhi ya baharini ndio uanze kuchimba. Sasa hiyo kwanza, si kila mtu ana teknolojia hiyo, si kila mtu ana utajiri huo. Na wanaotaka kuwekeza wenye utajiri huo, wakiwemo hao Shell, sharti lao lazima wawe na uhakika kama vitalu hivi kikatiba, kisheria ni vya Zanzibar. Yeyote anayekuja kuwekeza katika sekta ya mafuta, la mwanzo analotaka ni uhakika kwamba hapatokuwa na ugomvi. Hiyo ni katika kanuni zao duniani. Sasa leo Zanzibar hatujijui kwamba mafuta haya ni ya kwetu au ni ya Tanzania bara, kwa sababu katiba inasema mafuta na gesi ni suala la muungano. Sisi tumedanganywa na tukakubali kudanganyika, eti tunaruhusiwa kuchimba mafuta. Ama ya kujipaka sawa, mnaweza mkayapata, lakini sio haya na kanuni zake za kidunia. Na kanuni zake za kidunia lazima uoneshe kwamba sehemu yenyewe ni yako, mafuta ni yako, yani sovereignty juu ya hayo mafuta ni ya kwako. Sisi katiba inasema hivyo. Kuna sheria iliyotungwa na Bunge la Muungano inasema kwamba mali ya mafuta ni ya Jamhuri ya Muungano, sio ya Zanzibar. Mwenyekiti wa timu ya kampeni ya mgombea huyo Ismail Juu Saladu amesema, ndugu zangu, tunakwenda katika uchaguzi muhimu sana. Miaka mingi tumepambana na kupambania ukombozi wa visiwa vyetu, lakini miaka 5 iliyopita imekuwa fundisho kubwa kwetu kwamba tusipo tahadhari, kazi ya miaka mingi iliyokusudiwa kuimaliza Zanzibar itakwenda kutimia. Mwenyezi Mungu atunusuru. Hii ni Chum TV. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Mimi ni Subira Salu.